Mimi ni mzaliwa wa Timbarua, Pandi Forest. Mzaliwa wa Timbarua, Pandi Forest 1990. Na nilijikuta nikiwa na mama peke yake. Alikuwa anafanya kwa sawmill ya Musa Sirima ya kupasua mbao. So aliniambia kwamba baba yangu alikuwa driver lakini alifariki. Ananiambia alikuwa Mkisii lakini alifariki, sikumuona. So nikawa na mama na tata. Na masomo si kusoma sana, nilisoma mpaka klasi ya 3, kama mapato ilikuwa mzuri. Lakini kitu ambacho nilishangaza ni 2007 wakati ya uchaguzi ndio mama alifariki. Tufuruku ilitokea, ikawa imekuwa nyingi na ilikuwa hapa Chakaya upande wa Kikoroshi. So ilikuwa kwa mpaka tuna Wanandi na Wakikuyu, kwa tunakaa laini hiyo. So ikawa na mfuruko kidogo na wakuja wakachomea kwa nyumba mama na tata, nikabaki peke yangu. What? Alipitia katika mchafuko wa kisiasa. Okay. Wakati ya uchaguzi. Asante. So 2008 nikasikia kwamba Nairobi tuna kampuni ya maua. Kipindi kilikuwa uko wapi? Nilikuwa Timbarua. Okay. So nikasikia kwamba Nairobi tuna mahali ambao shamba ya maua. Ukiwa na kitambulisho hata kama hujasoma unasapata kazi. So nikatafuta kitambulisho, 2008 nikakuja Nairobi. Kaenda kwa shamba tika inaitwa Sophia Roses. Kaandikwa kwa kampuni ya maua. Kafanya kwa muda. Nikakutana na msichana, tukaelewana, tukaongea. Na lengo yangu ilikuwa nifungue biashara. So tukasanya pesa, nikasafiri paka Pisili. Kwa laini na manga nikafungua biashara. Tukakuwa na duka ya nguo na hoteli. Na tuna rafiki yangu ambao tulikuwa na yeye Mmasai, pia mfanya biashara. So tuna wakati aliniomba pesa. Unajua wakati ya kiangazi huwa anahamisha ng'ombe wakipeleka mali kwa nyasi na ama malisho. So akanikopa pesa 86,000. Akasema kwamba wakati watarudisha ng'ombe atauza nirudishie, lakini hakunirudishia. So nikawa nikipiga simu achukui, nikijaribu kwa simu ikawa ni ngumu. So nikaandika messenger kwamba nirudishie pesa zangu ama utaniona. Sasa sijui vile alifanya, akapeleka kwa polisi kwa CID. Akasema kwamba nimemtishia kuua. Akakuja kuchukuliwa kwa nyumba. Kapigwa sana. Alikuwa kwa polisi. Ukapigwa? Ndio. So najua alikuwa na afisa polisi. Okay. So nikapelekwa kwa polisi. So nikiwa nasema ukweli yangu, sichafanya kitu kama hiyo, sichaandika message kwa upaya. Narudishwa rumande. Na rumande unajua ni shida. Ni mali ambayo iko na watu ni wengi.